وقال الحربي نامسما الإمام الحربي رحمه الله تعالى أنها في ليلة 27 من ربيع الأول kwamba huo usiku ulikuwa katika usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa mfunguo 6 sio Ramadhani sio Rajabu ilikuwa katika mwezi wa Rabi'il Awwal. Al-Imamu Al-Harbi anasema kuonyesha khilafu, sio kwamba ni kweli moja kwa moja tukio la Isra na Mi'raj limetokea katika mwezi wa Rajab, sio sawa. Kuna khilafu kwa wanachuoni, tumeona khilafu hiyo. Wapo wanaosema kwamba ilikuwa ni mwezi 27 Ramadhani, na al-Imamu Al-Harbi anasema ilikuwa ni mwezi 27 katika mwezi wa mfunguo 6. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر بعض القصاص wametaja baadhi ya wale wanaopenda kusimulia visa al-Qusas anna al-Isra kwamba safari ya Isra kana fi Rajabin ilikuwa katika mwezi wa Rajab, wadhālika kadhibun, na huo ni uongo. Watu wanapenda tu visa kuchapuza watu, lakini ni uongo, haikuwa katika mwezi wa Rajab. Nani anasema hayo? al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i. Qultu, Sheikh al-Mazrui anasema nimesema mimi, qultu nimesema, wa fiha, na kuna ndani ya masala hayo, wa fiha, na kuna ndani ya masala hayo aktharu min 10 aqwalin, zaidi ya kauli 10. wa fiha, na kuna ndani ya masala hayo kuhusu usiku wa Isra na Mi'raj kuna nini? Aktharu min 10 aqwalin, zaidi ya kauli 10 za wanachuoni, wanatofautiana, hakuna kauli moja. Qultu, nimesema mimi, wasahihu, na iliyo sahihi, annahu, hakika yake, la yudra fi ayi yawmin hi, hapa fahamiki ni katika siku gani huo usiku, wala fi ayi shahrin hi, wala katika mwezi upi siku hiyo au usiku huo. Thumma, kisha, innahu la yatarattabu ala ma'rifatiha fa'idatun diniyatun. Al-Imamu Sheikh al-Mazrui anasema sahihi ni kwamba hapa fahamiki usiku wa Lailatu al-Isra na Mi'raj, haufahamiki ni katika siku ipi wala katika mwezi upi. Hiyo ndo kauli ya sawa. Kisha anasema, kisha innahu, hakika yake, la yatarattabu ala ma'rifatiha, haipatikani juu ya kujua kwake usiku huo faidatun diniya, faida yoyote ya kidini. Ukishaujua ulikuwa sawa ni mwezi 27 Rajab, kuna faida gani ya dini uliopata? Hakuna. La yatarattabu ala ma'rifatiha faidatun diniyatun, haipatikani juu ya kujua kwake usiku huo wa Isra na Mi'raj faida yoyote ya kidini, hakuna faida. Ukijua usijue ni sawa tu. Walidhalika, na kwa ajili hiyo sasa, lam yasihha fiha hadithun wahidun inda ahli ilmi, haijasihi kuhusu usiku huo hadithi hata moja mbele za wanawachuoni. Hakuna hadithi sahihi iliyothibiti ambayo imetaja siku na mwezi juu ya tukio la Isra na Mi'raj, hakuna. Bali wanachuoni wametofautiana, wapo wanaosema Rajab, wapo wanaosema Ramadhan, na wengine wanasema katika mwezi wa mfunguo 6. Kuna kauli zaidi ya 10. Kwa kilichokuwa cha sawa ni kwamba haujulikani usiku huo, siku yake wala mwezi wake, na ndiyo maana haijasihi hadithi hata moja. Leo ingekuwa inajulikana, ingekuja hadithi sahihi. Kwa nini kitu chafahamika yasije mapokezi ya sawa, mapokezi ya gongana, kuonyesha kwamba hakuna kauli moja, haufahamiki? Bali wa ankaraha kathirun minhum, bali wameupinga usiku huo wengi katika wanachuoni, kwamba ulitokea siku fulani na mwezi fulani. Hilo wamelipinga. Usiku upo kwa sababu aya imethibitisha, subhanalladhi
asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Usiku huo upo, tunaamini hivyo. Lini, mwezi upi? Kuna khilafu kwa wanachuoni, hakuna kauli iliyokuja kuthibitisha hilo ambayo ikawa ni sahihi hata moja. Zote zinapingana, zote hazina usahihi iliyokuja kuzungumzia tahdidi ya siku na mwezi. Qala Abu Shama, amesema al-Imamu Abu Shama, tushamfahamu ni nani? Abu Shama, Abu Muhammad au Abu al-Qasim, rahimahullahu ta'ala, fil Ba'ith, katika kitabu chake al-Ba'ith fi inkari al-bid'i wal hawadith, ukurasa 171, anasema wa dhakara ba'd al-qussas, na wametaja baadhi ya wale wenye kusimulia visa, maana kuna watu wapenda sana visa, story tu. Sasa hao ndio wametaja anna al-Israa kana fi Rajabin, kwamba Isra ilikuwa katika mwezi wa Rajabu. Wadhālika 'inda ahli at-ta'dil wal jarh 'ainul kadhib, anasema Imamu Abu Shama, na hilo la kusema kwamba ulikuwa ni katika mwezi wa Rajabu Isra, wadhālika, na hilo 'inda ahli at-ta'dil wal jarh, mbele za wanawachuoni wa kujeruhi na kuadilisha, 'ainul kadhib, ni dhati ya uongo, ndio uongo mwenyewe hasa huo. Kusema Isra katika mwezi wa Rajab kwa wanawachuoni wa jarhi na ta'dil, 'ainul kadhib, ndio uongo wenyewe hasa, ni jambo la uongo, halijathibiti. Lakini baadhi al-qussas, watu wanaopenda story misikitini, wanataja mambo haya, na watajitokeza wengi hasa katika mwezi huu, wataelezea tukio la Isra na Mi'raji, watasoma utenzi maalum na mashairi kuamini kwamba siku ya 27 mwezi wa Rajab ndio siku ya Isra na Mi'raji. Al-Imam Abu Shama anasema hao ni baadhi al-qussas. Kwanza ni watu wanaopenda visa na story, lakini vile vile kusema Isra ilitokea mwezi wa Rajabu, wanawachuoni wa jarh na ta'dili wanazingatia hilo ni ainul kadhib, ndio uongo wenyewe, haijathibiti. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn al-Qayyim, ashapita tarjuma yake kwa ufupi. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim ananukuu kutoka kwa kauli ya Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, na Shaykh al-Islam tushamuona tarjuma yake kwa ufupi, rahimahullahu ta'ala, wala yu'rafu an ahadin min al-muslimina, wala haifahamiki kutoka kwa yoyote katika Waislamu. Aliposema Waislamu anakusudia min a'immatil muslimina al-mu'tabara, kutoka kwa maimamu wa Kiislamu wenye kuzingatiwa. Sio Islam sisi hatuzingatiwi, wanaozingatiwa ni aimma, ndio makusudio hapa. Wala haifahamiki an ahadin, kutoka kwa yoyote, minal muslimina, katika maimamu wa Kiislamu wenye kuzingatiwa, an ja'ala li lailatil isra'i fadilatan ala ghairiha. Ndivyo lokuja kwenye chapa yetu. Katika chapa nyingine ambayo ya Zadul Ma'ad Muassasatu Risala imekuja annahu, hakika yake mwanachuoni huyo, ja'ala li lailatil isra'i fadilatan ala ghairiha, amejalia kwa ajili ya usiku wa Isra fadhila dhidi ya usiku mwingine usiokuwa huo. Ibn Taymiyyah anasema haifahamiki kutoka kwa yoyote katika wanawachuoni wa Kiislamu wanaozingatiwa kujalia usiku wa Isra kuwa na fadhila maalum kushinda usiku nyingine. Hakuna mwanachuoni huyo aliyefadhilisha usiku wa Isra kuliko usiku mwingine, hayupo. Wala kana sahabatu wattabi'una lahum biihsan yaqsuduna takhsis lailati al-Isra'i bi amrin min al-umur wala yadhkuruna. Wala kana sahaba, wala hawakuwa masahaba, wattabi'una lahum biihsan, na wale wenye kuwafuata hao masahaba kwa wema, wanafunzi wa masahaba, yaksuduna takhsis lailati al-Isra'i, wanakusudia kuhusisha usiku wa Isra bi amrin min al-umur,
kwa jambo lolote miongoni mwa mambo ya kiibada, wala yadhkurunaha, wala hawautaji kabisa usiku huo. Maswahaba wala wanafunzi wao hawakuwa wanakusudia kuhusisha usiku wa Isra kwa jambo lolote la kiibada, wala hawakuwa wanahitaji hasa usiku wa Isra. Haupo katika maneno yao kuutaja kwa kuutukuza, haikuwa hivyo. Walihadha, na kwa ajili hii sasa, la yu'rafu ayya laylatin kanat, haujulikani usiku huo ni katika usiku upi ilikuwa hiyo Isra. Walihadha, na kwa ajili hii, la yu'rafu, haijulikani ayya laylatin kanat, ni katika usiku upi ilikuwa hiyo Isra, kwa sababu hao maswahaba na wanafunzi wao hawakuwa wakiutaja usiku wa Isra kabisa. Ndio maana mpaka leo haufahamiki. Vile walivyovitaja tuvifahamu, so na hadithi nyingi wamesimulia kutoka kwa Mtume, mpaka leo tuzifahamu kwa sababu walikuwa wanazitaja, lakini usiku huu haukuwa katika mambo yanayotajwa kwao. Kwa ajili hiyo ikawa haufahamiki, si kitu chenye kutukuzwa kwa maswahaba wala wanafunzi wao. Lakini ajabu, mashekhe wa sasa ndio wautukuza usiku wa Isra na Mi'raj, jambo ambalo maswahaba na wanafunzi wao hawakufanya hivyo. Maneno haya hapo katika Zadul Maadi, kitabu cha al-Imam Ibn al-Qayyim, Zadul Maad fi hadi khairil ibad, kitabu cha al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala ash-Shuqairi fi kitabihi as-Sunan wal Mubtada'at, as-Sunan wal Mubtada'at, amesema al-Imam ash-Shuqairi katika kitabu chake as-Sunan wal Mubtada'at, anaelezea sunna na mambo yaliyozushwa. Al-Imam ash-Shuqairi jina lake Muhammad ibn Ahmad ibn Abd as-Salam ibn Khidri ash-Shuqairi al-Hawamidi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abd as-Salam ibn Khidri ash-Shuqairi al-Hawamidi. Amesema al-Imam ash-Sheikh Muhammad Hamid al-Faqih kumzungumzia huyu al-Imam ash-Shuqairi al-Faqih, anasema huwa as-salihu al-mujahidu as-sabiru al-muhtasib, yeye alikuwa ni mtu mwema, mpambanaji, mwingi wa kusubiri, mwenye kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh nani huyo? Al-Faqih Hamid al-Faqih anaelezea hayo kwa ash-Sheikh al-Imam ash-Shuqairi, na panasema kwamba alikuwa sufi, ni katika wanachuoni wa kisufi. Katika kitabu chake as-Sunan wal Mubtada'at anasema wal Isra'u, na tukio la Isra na safari ya Isra, lam yaqum dalilun ala lailatihi wala ala shahrihi, haijasimama dalili yoyote juu ya usiku wake safari hiyo wala juu ya mwezi wake safari hiyo. Al-Imam Shuqairi anasema tukio la Isra, safari ya Isra, lam yaqum dalilun ala lailatihi, haijasimama dalili yoyote kuhusu usiku wake safari hiyo, wala ala shahrihi, wala kuhusu mwezi wake, haijulikani siku wala mwezi wa safari ya Isra. Waqala Ali mahfudhun, na amesema al-Imam Ali mahfudhun, jina lake ni Ali mahfudhun, shafi'iyun thumma hanafiyun. Huyu mwanzo katika madhhabu Imam Shafi, kisha akayawacha akaingia katika madhhabu ya Hanafiya, tabaddala al-madhhab, amebadilisha madhhab shafi'iyun thumma hanafiyun. Amezaliwa mwaka 1876, 1000 ni watu wa mwisho hao, miaka 1876. Yeye ni katika wanachuoni waliosoma Jami'atul Azhar na mitakharaj huko, naye ni mmoja katika wale wajumbe wanachuoni wakubwa katika kitivo cha usuluddin huko katika chuo kikuu cha Cairo, Jami'atu al-Azhar. Amezaliwa mwaka 1876, amefariki
mwaka 1361 Hijiria, sawa na mwaka 1942 miladia. Hii 1900 iliyopita katika mwezi wa Dhulhijja ilikuwa ni tarehe 3. Miongoni mwa vitabu vyake ana kitabu kinaitwa Al-Akhlaq, ana kitabu kinaitwa Al-Khitaba, vile vile Al-Ibda'u fi madar al-ibtida'. Al-Ibda'u fi madar al-ibtida'. Anasemaje Ali Mahfudh? Anasema rahimahullah katika kitabu chake Al-Ibda' fi madar al-ibtida', anasema, na wewe katika wanachoona mirengo hiyo hiyo ya kisufi, tena huko Cairo kwa anakusoma masufi, ndiko alikosoma yeye. Ni alikuwa mwanachuoni mkubwa katika wale kibari al-ulama katika kitivo cha usuluddin, alikuwa yeye zama zake. Sasa yeye na maneno anasema, wa minal mawasim allati, na katika ile misimu ambayo, katika vipindi ambavyo nasabuha wamevinasibisha vipindi hivyo lishari'i, katika sheria, walaysat minhu, na si katika hiyo sheria, lailatul mi'raj, ni lailatul mi'raj, usiku wa mi'raj. Katika misimu ambayo imenasibishwa kwenye sheria na si katika hiyo sheria, haimo kwenye sheria, ni usimu hiyo mmoja wao ni usiku wa mi'raj. Kunasibisha kwamba usiku wa mi'raji ulikuwa ni siku kadhaa na mwezi fulani. Al-Imamu au Al-Sheikh Ali Mahfudh anasema ni katika misimu iliyonasibishwa na sheria, walaysat minhu, lakini haimo katika hiyo sheria. Jambo hilo halimo kwenye sheria ya Uislamu. Waqala Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fi fatawih, na amesema al-Imam al-Faqih Ibn Uthaymeen Allah amrehemu katika majmuu fatawa yake, fi fatawi fi majmuu fatawa rasail, ana mkusanyiko wa fatawa na risala zimekusanywa. Sasa humo katika fatwa zake ana maneno anayosema. Kabla hatujasoma ni nani Ibn Uthaymeen, maarufu, lakini utamsema kwa haraka haraka. Jina lake ni Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman al-Uthaymeen. Uthaymeen ni jina la ukoo wao, al-Uthaymeen ndio ukoo wao. Kwa hiyo kapata umashuhuri kwa jina la ukoo. Ibn Uthaymeen sio jina lake, kiasi ya kwamba mtu akatokea akajita mimi ni Abu Uthaymeen au huyu mwanangu ni Uthaymeen. Hilo ni jina la ukoo, sawa? Ni jina la ukoo, bila shaka yupo mwenye jina hilo katika huo ukoo wao, ndio maana kapata mashuhuri kwa al-Uthaymeen. Al-Uthaymeen yupo mtu anaitwa hivyo, lakini sio huyu shekhi huyu umaarufu tu Ibn Uthaymeen, lakini jina lake Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman al-Uthaymeen, mmoja katika watu wa ukoo wa Uthaymeen, kama vile watu wanavyojiita watoto wao Albani. Huyu ni Albani. Huyu Albani ni jina la Albania huko nisba, amenasibishwa, sawa? Jina lake ni Muhammad ibn Nasir al-Sheikh al-Albani, si jina lake Albani, ile ni nisba, amenasibishwa na huko alikotoka. Au kama vile kumuita mtoto wako Bukhari, huyu Bukhari huyu jina lake ni Muhammad ibn Ismail Bukhari, amenasibishwa na sehemu aliyotoka Bukhara, wakapata umaarufu Bukhari. Au kumuita mwanao huu ni Shaukani. Mshasoma Shaukani ni nini? Ni kijiji katika vijiji vya Sanaa huko Yaman, sawa? Kwa hiyo kwa uzuri kumuita jina la huyu mwana wa chuoni. Umemkusudia Ibn Uthaymeen, mwite Muhammad. Wewe ni Muhammad, umekuta Muhammad na mkusudia yule Muhammad ibn Uthaymeen, sawa? Tuko pamoja? Haya, si wamo wa Albani huko, wamo ile ni nisba ya mji huko alipotokea Sheikh Albani, Nasiruddin al-Albani, Nasiruddin al-Albani, mtu kutokea huko Albani huko akanasibishwa hivyo. Lakini Malbani wamejaa wote, wanatoka Albani, sio? Wakati ni wa Tanzania hapa Makorora Albani, huko Albani yakaenda lini? Waqala Ibn Uthaymeen, yani Muhammad ibn Salih ibn Sulaiman ibn Abdurrahman
al-Wuhaybi at-Tamimi, kabila lake min Bani Tamim at-Tamimi. Amezaliwa shekhe huyu mwaka 1347 katika mwezi wa Ramadhani tarehe 27. Ramadhani 27 anazaliwa Ibn Uthaymeen katika mwaka 1347 katika sehemu za Unaiza katika mkoa wa Al-Qasim kwenye nchi ya Al-Mamlakatu Al-Arabia As-Saudia. Kana hanbaliyan fil madhhab, alikuwa ni mwanachuoni wa Kihanabila madhhabu yake, sunniyan salafiyan faqihan, alikuwa ni mwana sunna mwenye kufuata salaf, alikuwa ni faqih mufassiran mwenye kuifasiri Qur'an, ana tafsiri ya Qur'an. Ibn Uthaymeen min akbar shuyukhi, katika wanachuoni wake yani mashekhe zake wakubwa, al-Allama as-Sa'di, ni mwanachuoni anaitwa al-Imam as-Sa'di sahibu tafsiri maarufu al-Imam as-Sa'di. Al-Imam as-Sa'di ni Sheikh Ibn Uthaymeen. Ibn Uthaymeen amemlazimu sana al-Imam as-Sa'di. Utaka kumjua al-Imam as-Sa'di alikuwa vipi? Msome Ibn Uthaymeen. Vile alivyo Ibn Uthaymeen kwa asilimia nyingi ndivyo alipokuwa shekhe wake al-Imam as-Sa'di, kwa sababu alimlazimu sana, akachota kwake sehemu kubwa ya elimu na nyingine akachukua kwa wanachuoni wengine, lakini elimu yake kubwa alichukua kwa al-Imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na al-Imam Ibn Uthaymeen alitumikia sehemu tofauti za kikazi katika mambo ya dini katika nchi ya Mamlakatu Al-Arabia As-Saudia. Kunia yake au vitabu vyake, ana kitabu cha tafsiri ya Qur'an, ana sharh Muntakha al-Akhbar. Muntakha al-Akhbar mnaikumbuka? Ni kitabu cha nani Muntakha al-Akhbar? Majduddin Ibn Taymiyyah, yule babu yake Ibn Taymiyyah ana kitabu kinaitwa Muntakha al-Akhbar, ambacho al-Imam Shawkani alikisherehesha akaita Nailul Awtar, sharh ya Muntakha al-Akhbar. Ibn Uthaymeen naye kaisherehesha hiyo Muntakha al-Akhbar, sawa. Ana sharh ya Muntakha al-Akhbar, pia na kitabu aitwa Al-Mumti' ambayo ni sharh ya Zadi al-Mustaqni', kitabu kikubwa kizuri, kina faida nyingi. Ukitaka kujua elimu ya Ibn Uthaymeen kwa kiasi kikubwa mno, nenda kisome Ash-Sharh al-Mumti' ambayo ni Zadi al-Mustaqni'. Ukisoma ile namna alivomwaga ilmu, tuna huyu mtu hakuna mfano wake katika Al-Mumti' sharh ya Zadi al-Mustaqni'. Pia na risala maarufu tunaifahamu, hii risalatun fil wudu'i wal ghusli was salah. Mehitaji kwa mnaijua, haina maana kwamba hana vingine, anavyo vingi, ana risala nyingi na shuruhat. Amefariki Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala magharibi ya siku ya Jumatano. Ile Jumatano magharibi inaingia, ambayo itakuwa sasa ndio imeanza al-Khamis, sio? Akafariki mwaka 1421 mwezi wa Shawwal tarehe 15 Shawwal 15 1421. Limesaliwa jeneza lake katika msikiti mtukufu wa Makkatul Mukarram, Haramul Makki, na wameshuhudia na kuliswalia jeneza lake ulufun minan nas, maelfu ya watu, na akazikwa huko katika mji wa Makka baada ya swala ya alasiri ya Alhamis. Amezikwa baada ya swala ya alasiri ya siku ya Alhamis. Na vile vile watu walimswalia swala za kumswalia aliyekufa mbali katika alasiri ya siku ya Ijumaa. Amezikwa siku Alhamis alasiri, sio siku ya pili yake ya Ijumaa. Kwenye misikiti mingi ya mamlaka katika swala ya alasiri walimswalia salatun ala al-ghaib, swala ya mtu aliyekufa mbali, kwa sababu wao hawakupata kuja huko Makka, kwa wakamswalia huko katika miji yao. Huyo nani? al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema wa lailatu as-sabi' wal 20, na usiku wa tarehe 27 min Rajab, ndani ya mwezi wa Rajab, yadda'i al-ba'd, wanadai wanajigamba baadhi, annaha lailatul mi'raj, kwamba usiku huo ni usiku wa mi'raj. Wa hadha lam yathbut, na hili halijathibiti minan nahiyati tarikhiyya, katika upande wa kihistoria. Tukichukua historia na tarehe ya Kiislamu,
halijathibiti hilo kwamba tarehe 27 Rajab ndio mi'raji, lam yathbut, hilo halijathibiti minan nahiyati tarikhiyya, katika upande wa kihistoria. Wa kullu shay'in, na kila kitu ambacho lam yathbut, hakijathibiti, fa huwa batil, kitu hicho ni batili. Wala yajuzu lana, wala haifai kwetu sisi Waislamu an nuhditha fiha, kuzusha ndani ya usiku huo wenye kusema kwamba usiku wa Lailatul Isra na Mi'raj, an nuhditha fiha, kuzusha ndani ya usiku huo shay'an, jambo lolote, min sha'airil a'yadi au al-ibadat, katika nembo zaidi au katika zile nembo za ibada. Haitakiwi kuweka vijulisho, vitambulisho vyovyote vinavyojulisha siku za Eid au kujulisha ibada, kuweka vijulisho hivyo na vitambulisho hivyo katika usiku huo wa Lailatul Isra na Mi'raj haifai. Kwa maana pasiwepo na zile shamra mihemko ya watu, hamkani harakati, sio kwamba nini, mbona kuna hamkani hapa, sielewi. Watu wanapita miswala yao na makanzu yao na kanga zao vizee na mitasbihi yao na nyiradi na vitabu vya uradi nini, atuenda huko katika msikiti fulani, leo ni siku ya Isra na Mi'raj. La yajuzu lana an nuhditha fiha shay'an min sha'airil a'yad au al-ibadati, haifai. Hizo ni nembo na vijulisho vya siku za Eid na ibada nyingine zilizothibiti, sio usiku wa Isra na Mi'raj. Hakuna kufanya mambo hayo kwa sababu usiku wenyewe haujathibiti, li'annahu lam yathbutu dhalik, kwa sababu hakika yake halijathibiti hilo, an rasulillah, kutoka kwa mjumbe wa Allah, wala an sahabatihi, wala kutoka kwa maswahaba wake. Hawakuwa na tafrani kwamba leo ni siku ya Lailatul Isra na Mi'raj, kwa tutafanya kitu kadhaa, tutafanya mahafali, mikusanyiko, sherehe. Hawakuwa hivyo, si mtume wala maswahaba wake. Waqala Ibn al-Hajj, na amesema al-Imam Ibn al-Hajj. Al-Imam Ibn al-Hajj ni nani? Kabla hatujaisoma kauli yake, waqala Ibn al-Hajj, na amesema Imam Ibn al-Hajj huwa Abu Abdullah, kuna yake yeye ni Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, jina lake Muhammad watatu wameongozana, jina lake Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, kuna yake Abu Abdullah. Sawa? Kwa hiyo kwamba mwanachuoni gani Muhammad zimefuatana, utamtaja nani? Ibn al-Hajj jina lake nani? Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hajj, babu yake wa huko, kwa akapata umaarufu kwa huyo babu yake Ibn al-Hajj, lakini jina lake ni Muhammad, kisha nakuja huyo al-Hajj. Al-Fasi, amezaliwa sehemu za Fasi al-Maghribi, katika sehemu za Magharibi. Al-Abdari min bani Abdiddar, kabila lake hilo. As-Sufi, alikuwa ni msufi mwenzao, sio mwenzetu. Ni nani mwenzao? Toka tuijue kauli yake ni ipi. Huyo mwenzao asemaje? Kana faqihan, alikuwa mwanachuoni wa fiqhi, malikiyan, ni mwanachuoni wa fiqhi katika madhhabu ya al-Imam Malik. Ni mwanachuoni wa mwanzo tumuone madhhabu ya Kimaliki, toka tuanze kama tulivyomuona hapo nyuma mmoja katika Hanafia. Tokea tulipoanza ilikuwa ni Shafi'i Hanbali, lakini tumeona leo Hanafi Maliki. Ni huyu Ibn al-Hajj ambaye ni Maliki, lakabu yake Ibn al-Hajj ndio lakabu yake. Amekufa al-Imam Ibn al-Hajj mwaka 737 katika mji wa Qahira, mji mkuu wa Cairo huko Misri, na ana vitabu vingi maarufu. Miongoni mwa hivyo al-Madkhalu ila tanmiyati al-a'mali bitahsini an-niyyati wat-tanbihi ala kathirin min al-bid'i al-muhdatha wal-awaidi al-muntahila. Lote ni jina la kitabu, sije ukaona
labda ndio maneno yake. Hilo ni jina la kitabu peke yake, lakini maarufu linaitwa Al-Madkhal, kitabu cha Imam Ibn al-Hajj. sawa. Haya, tunaendelea. Waqala Ibn al-Hajj